Bora tumekutana tena kwenye sehemu ya pili, mzigo wa Binti Mila kutoka kwake mwanadada Baby Love. Mimi naitwa Uncle J. Bwana, karibu tupate kujua nini hasa kilichoendelea kati ya kijana Mark pamoja na huyu mwanadada Mila. Na mkumbuke hapo Mila alikuwa anajisikia baridi nyakati za usiku, kwa akajisogeza kwenye kifua cha huyu mkaka Mark. Wakawa shikana pale. Sasa itakuwaje? Na tukumbuke hawa wamefunga ndoa ya mchongo, no kufanya jambo lolote lile. Baridi limenishika. Pinda kidogo pembe la ng'ombe. Bwana, karibu katika hii sehemu ya pili. Mimi naitwa Uncle J. Mark kwanza, unajua, alianza kuvuta pumzi. Yaani kama vile mtu anayetaka kitu. Alafu kiuchokozi kabisa kimguu changu nilikilaza pale kwenye usalama wa taifa. Nilikuwa nafanya makusudi nilikuwa nafanya. Huwezi amini, nilikuwa nasikia jinsi mdudu anavyokuwa anafurukuta kwenye suruali. Kidogo pale nikasikia Maki ananipapasa mgongoni. Mwamba alipitisha mkono wake kwenye pajama langu. Ilikuwa ni pajama ya kulalia. Alianza pale kunichezea mgongoni. Utamu ambao nilikuwa nausikia, jamani, sijawahi kuusikia tangu nizaliwe. Nilitulia tuli kifuani pake. Maki aliendelea kunipapasa na baadaye aliniita akaniuliza, "Mbona una joto jingi hivyo Mila?" Nyie mnajua sauti yake ilikuwa ni tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa nimeizoea. Sikujua hata nimjibu nini, maskini ya Mungu. Akaniuliza, "Bado unasikia baridi?" Nikamwambia, "Nikilala hapa kifuani mwako sijisikii baridi." "Kwa unataka uendelee kulala hapa, si ndio?" Nikamwambia, "Ndio." "Uone kama unanitia matatizoni." "Kwa nini?" Hapo nilimuuliza kwa nini, yeye akakaa kimya. Basi tukalala vile vile mpaka kulipoweza kukucha. Kichwani sasa nikawa nimejisemea, hizi drama yani ndo zitaendelea mpaka pale nitakapoweza kufanikiwa kuteka moyo wa Mark. Mimi na Mark baada ya kuamka tuliweza kusaidiana pale kutandika kitanda, na baada ya hapo alienda bafuni, mimi nikabaki kwa ajili ya kuweka chumbani mule kukae sawa. Nilimwandalia pale na nguo ya kuvaa, nikaiweka pale kitandani. Yeye akimaliza kuoga basi avae hiyo nguo, na mimi nikaingia bafuni. Niliamka nilikuwa na furaha sana hiyo siku, asikwambie mtu. Yaani kila muda nilikuwa nawaza ule utamu nilikuwa nimeupata usiku. Hamwezi kuamini, kifua cha Maki ni kitamu kuliko hata godoro. Nilioga pale nikamaliza, nikarudi zangu chumbani. Sikumkuta Mark. Nilivaa haraka na kisha nikaulamba haswa. Nguo nzuri bado nilikuwa nazo, zile alizokuwa kinunulia Chris. Kwa Mark alivyorudi chumbani, alikuwa tayari mimi nimeshamaliza kujiandaa. Alinipiga jicho fulani hivi kama la kamshtuko fulani hivi, mimi nikiwa najifanya kama vile simuoni. Ujue yeye aliniona nikiwa pale kijijini, akahisi kwamba labda mimi siendani naye. Sasa wache nioge vizuri. Mbona hapa bado? Kwa Maki akaniambia, "Breakfast iko tayari, twende tukale alafu ndio tutoke." Alinishika mkono, tukawa tunashuka sasa ngazi mdogo tunaelekea sitting room. Sasa wakati tunashuka, watu wote waliokuwa chini sebleni walianza pale kutuangalia sisi, kila mmoja jicho kodo. Kuna shemeji yangu mmoja hivi akarupoka, akasema, "I say Mila, wewe ni mzuri bwana, mbona umependeza hivyo?" Uwezi amini, Maki alichukia, wivu ulimshika. Akamwambia yule ndugu yake kwamba, "Kuwa na heshima, huyu ni mke wangu, kaoa kwako ndio ndipo uweze kumsifia." Jamani, uwezi amini, mimi hapo moyoni nilicheka jamani. Na muda huo mkumbuke, Mark aliona kabisa mimi nimependeza, ila hakunisifia. Sasa shemeji yangu akinisifia mimi kuna ubaya gani? Kwa alivyoona vile wenzao wananisifia, Mark alichukia. Basi hadi mama aliamua kuweza kuingilia kati. Akamwambia Mark, "Jamani, mtu kapendeza tusimsifie." Basi chakula kiliwekwa pale mezani, tukala, na tulipomaliza tukasepa na maihabi wa mchongo. Niliapply pale passport, nikamaliza, nikaenda kusajili laini, na baada ya hapo nilipelekwa shopping, nikanunua viwaro vya kusafiria. Nilinunuliwa kila kitu.
nilichokuwa nakihitaji. Tulimaliza pale kuweza kushop, nikapelekwa kula lunch, na baada ya hapo tukarudi nyumbani. Niliweka line yangu mwenyewe kwenye simu, nikataka kuweza kuwapigia nyumbani, nikakumbuka mama mkubwa hana simu. Niliwamisi sana. Nilitamani niongee nao, niwaambie kuhusu safari yangu ya honeymoon, lakini ndio hivyo, no way out. Kwa maisha yaliendelea. Ilipita wiki moja, nikataarifiwa kwamba passport yangu iko tayari, niende nikaichukue. Na baada ya kupata passport, tulikwenda kwa ajili ya kuomba visa. Nilikuwa na furaha sana. Nilijua huko honeymoon tutakwenda kuweza kuvunja yale makubaliano tuliokuwa tumewekeana kabla ya ndoa. Niliamini huko honeymoon mimi na Maki lazima tufanye mapenzi. Na kama mnavyojua, mwonja asali haonji mara moja. Maki akifanikiwa tu kuonja, basi kila kitu kitakaa kwenye mstari. Na nilipanga pale kumtega Maki mpaka nimpate. Safari ya honeymoon iliweza kuadia. Mimi na Maki tukaondoka zetu kwa ajili ya kuelekea honeymoon. Na baada ya kufika huko honeymoon, mambo yalibadilika. Tofauti kabisa na vile ambavyo mimi nilikuwa natarajia. Kwanza picha linaanza vile tumetua tu airport. Tulipokelewa na dada mmoja hivi, wakakumbatiana sana na Maki mpaka wivu ule ukamia kwangu, yani mpaka nikajisikia wivu. Nikimwangalia dada ni ana sifa zote ambazo Maki anazitaka kwa mwanamke. Ni mnene, ana nyama za kutosha, yani ana hivyo rangi, sura, yani viko mahala pake. Na maongezi yao ni kama vile watu wanaofahamiana muda mrefu. Kusema ule kweli sikutarajia kama itakuwa ni vile. Tulichukua usafiri mpaka hotelini, na baada ya kufika hotelini, wajua nilishangaa Maki na ule dada wanaingia kwenye chumba kimoja. Alafu mimi nikapelekwa chumba tofauti kabisa. Niliingia kule chumbani, nikaweka begi langu na kisha nikakaa kitandani. Lakini nilikuwa nawaza, hiki ni kitu gani? Na wakati nimegubikwa na mawazo, ghafla simu yangu ilianza kuita. Na nilivyoangalia alikuwa anapiga ni nani, nikakuta ni Maki. Nilipokea ile simu kisha nikaweka sikioni. Maki akaniambia, eti nijiandae tunashuka chini kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Nilitikia kawaida tu na kisha nikamwambia okay sawa Maki. Alikata simu. Sijui niwahadithie vipi ili muweze kunielewa ni maumivu kiasi gani yani maumivu ambayo nilikuwa nasikia. Nilinuka pale kitandani nikaelekea chooni. Nililia sana. Na baada ya hapo nikanawa uso nikajiweka sawa. Na haikupita muda Maki na yule mwanamke walikuja kwa ajili ya kuweza kunigongea mlango. Nilitoka tukaenda kupata chakula. Walikaa meza ya peke yao. Mimi nilikuwa nimetengewa meza ya peke yangu pia. Nilikula, nilipomaliza nikainuka pale. Nikataka kurudi chumbani, Maki alinizuia akaniambia nibaki pale wamalize kula then kuna maongezi. Nikasema sawa. Kwa hiyo mimi nilirudi kwenye kiti nikakaa. Unajua nilitamani hata kama ningekuwa na rafiki nimpigie simu tuongee, at least nifarijike. Lakini ndio hivyo, sikuwa hata na kuongea naye. Niliishia tu kuishika tu simu yangu mpaka pale Maki na yule mwanamke walipomaliza kula, tukahama pale sehemu ya chakula, tukaenda kukaa sehemu nyingine ya mazungumzo. Maki aliniambia kwamba Mila, kama tulivyoongea hapo mwanzo, yule mwanamke wangu nilokuambia ndio huyo hapa na ninataka umheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Nadhani kila kitu tulishaongea na kama tulivyokubaliana tangu mwanzo. Haya yanayoendelea hapa inatakiwa kuweza kuwa ni siri yetu. Nilikwambia tangu mwanzo ukijaribu kuniendea kinyume na vile tulivyokubaliana nitakupa talaka urudi kijijini kwenu. Nikamwambia Maki usijali. Mimi nimekuelewa na naomba uniache nikapumzike, sijisikii vizuri. Na okay sawa, unaweza kaenda. Niliinuka pale nikawaacha wenyewe wanakunywa, mimi nikaenda chumbani kwangu kwa ajili ya kulala. Wakati nimelala ghafla kuna mtu alikuja pale kunigongea mlango. Niliinuka kwenda kufungua nikakutana yule dada mpenzi wa Maki. Alinisukuma pale mlangoni na kisha kaingia chumbani kwangu. Alikaa kitandani kwangu akaniambia nifunge mlango na mazungumzo na mimi. Nini kafunga mlango, nikaenda kumsikiliza anataka nini. Na kwa jinsi nilivyo mpole, mimi siwezi shari wala hata siwezi ugomvi, yani ugomvi siwezi. Yule bidada akaniambia Mila, mimi naitwa Sherin. Unaweza kuniita Sheri. Ni mke wa Maki. Unaiona hii pete kidoleni kwangu? Hii pete ni pete yangu mimi ya ndoa. Nimekuja tu kukutahadharisha mapema ili siku kiingia kwenye anga zangu usije kusema kwamba sikukwambia. Huyu binti Sheri aliniambia kwamba Mila, ndoa yako wewe ni fake, haitambuliki kidini wala kisheria. Mke anayetambulika kwa Maki ni mimi hapa upo. Wewe unatambulika kwa familia yake tu. Kabla Maki ajeje kukoa wewe Mila, alinioa kwanza mimi, tulifunga ndoa kanisani
na serikali, na tulipomaliza ndipo Mark aliposafiri kuja kukoa wewe kwa ajili ya familia yake. Upo? Kama huamini ninachokwambia, mchunguze Mark kidoleni. Ile pete ya ndoa aloivaa sio ile ulomvalisha wewe Mila, anavaa nilomvalisha mimi. Upo? Sherry aliendelea kusema pale kwamba Mark ananipenda sana mimi. Mimi ndo nimemkuza Mark, na kwenye maisha yake yote Mark hajawahi kuchovya kwenye shimo tofauti na la kwangu, na hata kaka chovya kwingine labda niwe nimekufa. Huyu bidada alionekana kujiamini sana. Aliniambia na Mark wameamua kuishi maisha yao ya siri yenye raha kwa sababu familia ya Mark ilimkataa kisaini mkubwa kwa Mark. Na alidai ya kwamba yeye ndiye aliyemruhusu Mark aje kunioa mimi kwa ajili ya familia yake, then wao waendelee na maisha yao ya furaha. Aliongezea kwamba mali zote za Mark anazimiliki yeye. Yaani alisema anamiliki moyo wa Mark na kila kitu cha Mark. Na aliniambia mimi ni kama pambo tu la familia. Na aliniambia ikitokea yule mama, yaani mamake na Mark akafariki dunia, basi na mimi nitarudi kijijini kwetu kama nilivyotoka. Yaani kiufupi mimi niko kwenye maisha ya Mark kwa ajili tu ya mamake. Na ikitokea mamake akafariki, basi na mimi ndio itakuwa bye bye. Sherry huyu bidada alinisisitiza, akasema hii ni fursa uloipata ya kuletwa bure mjini, itumie vizuri kabla muda hujaweza kuisha. Upo? Sherry aliniambia niamke nitafute mwanaume wangu mapema nitengeze maisha kabla sijaweza kurudishwa kijijini, na alisisitiza kwamba Mark hawezi kunifanyia chochote bila ruhusa kutoka kwake. Kusema ule ukweli, nilichoka mwili mpaka nafsi. Niliwaza sana, haswa pale nilipokuwa nimeambiwa maisha yangu yako mikononi mwa mama Mark. Ikitokea Mungu akamchukua, basi na mimi ninafungishwa mabegi yangu nirudi kijijini kwetu. Sharon aliniambia nitakachokifaidi kwa Mark ni kujinafasi kwenye lile jumba, kula, kunywa, kuvaa na kupoteza muda wangu. Maneno yake libaki yanajirudia kichwani mwangu. Unajua niliwaza usiku mzima, sikulala. Hata ile pete ya ndoa niliona ni nzito, hadi nikaamua kuivua. Asubuhi kulipoweza kukucha, Mark na Sharon walitoka wakaenda kuenjoy. Mimi nikaacha hotelini niko peke yangu. Siku hiyo baada ya kuamka nilikuta ujumbe kutoka kwa Mark. Aliniambia Mila, sisi ndo tunatoka kidogo, na ikiwezekana tusirudi leo. Bili yako ya chakula tayari nimeshailipia, utabakia hapo hotelini mpaka pale tutakapoweza kurudi. Nikamwambia kuna shida, nimekuelewa. Nilijiandaa kisha nikaenda kula chakula, na baada ya kula chakula nirudi chumbani nikaendelea kulala. Nililala mpaka mchana, nikaenda tena kula chakula. Kwenye upande wa chakula nilikuwa na kula chochote ninachojisikia, kusema ule kweli. Nilikaa pale hotelini siku 5 bila Mark kurudi. Kazi yangu ilikuwa ni kula na kulala. Mara nyingi mama mkwe wangu alikuwa ananipigia simu na kuniuliza honeymoon yangu iko vipi. Namwambia ni nzuri sana mama, yaani na enjoy. Sikusema chochote kinachoendelea kwa sababu tulishakubaliana ni siri, lakini kiukweli nilikuwa naumia sana. Kwa siku zote hizo Mark alizoondoka na Sharon wala hakuwahi kunipigia simu wala kunitumia message wala kunijulia hali. Siku moja unajua nilijiuliza nitalala humu chumbani mpaka lini? Kwa nini sitoke humu nje? Huenda na mimi nikabahatika kupata tulizo la moyo wangu. Wacha leo fanye nitoke nikashangae huko nje pako vipi? Kwa nikaoga vizuri, nikavaa pale nguo nzuri tu. Nikatoka nje ile hoteli, nikawa natembea huku najipiga picha mwenyewe. Sikutaka kwenda mbali maana mfukoni nilikuwa sina hata shilingi 5. Basi wakati najisnap huku natembea, si nikamgonga mwana mtu bwana. Nilipomgonga yule mtu sikutaka kuangalia ni nani. Niliinama kwanza kuokota simu yake, ili nachukua simu tunakutanisha mikono kwenye simu yangu. Alikuwa wa kwanza yeye kuweza kuishika. Ikabidi mwachie yokote. Nilisimama haraka nikawa nasubiria inuke nimuone sura ni nani. Aliinuka akiwa na simu yangu mkononi. Alinipatia simu nikaichukua na kisha nikamwambia asante, pole kwa kuku. Kabla sijamaliza kuongea akaniambia it's okay, usijali. Kama picha bado hazijatosha, leta simu nikufotoe. Nikamwambia wao asante. Kwa tulijikuta wote pale tuna smile tunatabasamu. Nikatoa loki kwenye simu yangu nikampatia anifotoe mipicha. Basi nilianza pale kuweka mapose. Yule kaka akawa anifotoa picha mpaka raha. Ni jamaa fulani hivi very humble. Anapenda kutabasamu.
alinifotoa picha kadhaa, nikamwambia zimetosha hizi, asante sana. Nikachukua pale simu yangu nikaanza pale kukagua picha alizokuwa amenipiga, zilikuwa ni nzuri sana. Nilimshukuru na kisha nikaanza kuondoka pale. Nimepiga hatua 3, yule jamaa akanisimamisha akasema, "Hey, sorry miss." Mimi nikasimama. Akapiga hatua akanifuata akaniuliza, "Unapenda sana picha eh?" Nikamwambia ndio, napenda sana. Kuna sehemu hivi ni nzuri sana, ina mazingira mazuri sana kupiga picha. Kama ukitaka mimi nitakupeleka huko ukapiga picha. Ni mbali eh? Kuna kaumbali kiasi kutoka hapa tulipo. So mkaka alivyonijibu hivyo, mimi nikaeka sura ya simanzi. Jamaa akashangaa, mbona hivyo tena? Akabidi aniuliza, "Au umekuja?" Nikamwambia hapana. Kama ni mbali mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Mimi sina pesa za kuelekea huko. Yule mkaka alinishika mkono akaniambia, "Wala hata usijali miss. Mimi ndio ninayekupeleka, nitagharamikia kila kitu." Nikamwambia kweli? Akasema, "Ya. Naenda kachukua hata nguo za kubadilisha sasa hivi. Mimi utanikuta hapa na kusubiri nikupeleka." Jamani, nilifurahi. Nilikimbilia chumbani haraka nikachukua pale kibegi changu kidogo kile, nikaeka pale nguo kadhaa nikafunga. Wakati natoka kumfuata yule mkaka ndo nikakumbuka, huyu jamaa simjui, hanijui, itakuwaje akinifanyia kitu kibaya huko? Anakutaka kwenda kunipeleka? Nikasema hapana. Kwenda naye hapana. Nikarudisha begi nikaamua sasa kwenda kumwambia kwamba hatuwezi kwenda huko. Akashangaa akaniuliza kwa nini? Nikamwambia mimi sikujui. Ukinifanyia kitu kibaya je? Mimi naitwa Rams. Alijitambulisha vizuri kiundani kabisa na akanipatia mpaka business card yake. Na kisha akaniambia kama bado sijamwamini, basi nimpige picha, nimtumie mtu wangu yote yule karibu ili chochote kikinikuta akamatwe yeye. Nikamwambia sawa, acha nikuamini. Basi alifurahi akaniambia nenda kachukue nguo tuondoke. Kwa hapo nikarudi tena chumbani, nikachukua kibegi changu cha nguo, nikafunga pale chumba changu, nikakabidhi pale funguo, tukaondoka na Rams. Tulipanda taxi mpaka sehemu fulani hivi pazuri sana. Pana miti na maua ya kuvutia. Pana mazingira mazuri mno. Mimi baada ya kuiona tu ile sehemu, nilishuka haraka kwenye gari, nikakimbilia huko, nikaanza pale kushangaa na kucheza na njiwa waliokuwa maeneo yale. Sasa wakati nacheza na kukimbizana na njiwa wa kule bustanini, ghafla alinifuata mlinzi mmoja hivi. Akataka kunifokea maana nilikuwa nimeingia pale mbio bila hata kufuata utaratibu. Lakini kabla hata hajaniongelesha yule mlinzi, ilisikika sauti ya Rams akimwambia mwache, usimsumbue. Kumbe Rams alikuwa yuko nyuma yangu. Alikuwa ananiangalia tu vile ambavyo mimi nilikuwa nafurahia na kuenjoy. Nilimfuata nikamwambia asante kwa kunitetea. Asante pia kwa kunileta hapa. Nimepapenda sana. Rams alitabasamu na kisha akaniambia endelea kufurahia. Tayari nimeshalipia kila kitu. Muda si mrefu atakuja jamaa wa picha. Jamani, nikamwambia asante. Nilimshukuru Ramsi bila hata ya kuchoka. Jamaa wa picha naye alifika, akaanza pale kunifotoa mapicha. Ramsi alikuwa pembeni amekaa tu. Yeye alikuwa ananiangalia tu. Nilifotoa picha pale na nguo zote nilizokuwa nimezibeba, na baada ya hapo nilienda kushangaa. Kulikuwa kuna boti zilikuwa zinawavusha watalii ng'ambo ya pili kwenda kutembea. Nilisimama nikawa naziangalia zile boti jinsi zinavyotembea juu ya maji. Rams akanifuata pale. Akaniambia kama nina muda basi tunaweza kwenda kutembea ng'ambo ya pili. Nikamwambia ni sawa. Mimi muda nao. Basi tukapanda pale na sisi boti yetu ikatuvusha kule ng'ambo. Hapo ishafika saa 12 kuelekea saa 1 za jioni. Tulivuka ng'ambo ya pili, kulikuwa kuna hoteli nzuri sana kifahari iliyokuwa ufukweni mwa bahari. Tukaingia humo tukaanza pale kula na kunywa. Masaa yanazidi kwenda, Rams aliomba kunifahamu maana hata jina pia mimi sikuwa nimemwambia. Ilibidi pale nianze kujitambulisha. Nikamwambia mimi naitwa Mila. Kabla sijaendelea mbele, simu yangu mimi ilianza kuita. Nilivyocheck muda ilikuwa ni saa 4 za usiku. Alafu alikuwa ananipigia, alikuwa ni Mark. Nilishangaa kuiona simu ya Mark usiku ule. Baadaye nikahisi labda amesharudi hotelini kanikosa na ndio maana ameamua kufanyaje kunipigia. Nikaangalia ile simu kwa muda bila hata kuipokea. Baadaye Rams akaniuliza ni boyfriend wako? Pokea tu wala hata kuna shida. Uwezi amini msikilizaji, nilisha tu kujingatangata tu. Nilishindwa najibu nini. Au nimwambie tu kwamba ni mume hewa. Lakini
hayamuhusu yeye. Kwa mimi nikaenda pembeni nikaipokea ile simu. Maki kabla hata ya salamu akauliza, "Kwa nini umechelewa kupokea simu Mila?" Nikamwambia nilikuwa nimesinzia. Hapo akaniambia eti niendelee kubaki pale hotelini, wao na safari nyingi za kikazi, so nitulie hotelini mpaka siku akirudi ndio turudi nyumbani. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Basi akakata simu na mimi nikarudi pale alipokuwa Ramsi, tukaendelea pale na maongezi. Ramsi aliniuliza trip yangu mahali pale ni ya kikazi au mapumziko. Nikamwambia bwana, ni mapumziko tu. "Vipi, umekuja peke yako au umekuja na mpenzi wako?" Nikamwambia mimi nimekuja na rafiki yangu. Basi Ramsi unajua hakutaka kuuliza zaidi. Yeye akaniambia tu safari yake ni ya kuhuzunisha kidogo. Nilimwonea huruma, maana aliongea kwa huzuni kidogo. Aliniambia kwamba mama yake anaumwa sana, yuko kama mtu aliyeparalyze mwili mzima. Ramsi anadai kwamba mama yake alikutwa na hiyo hali baada ya kifo cha babake kilichotokana na ajali ya gari. Yaani Mila, unajua kila nikimwona mama yangu nakosa matumaini kabisa. Sitaki mama yangu aondoke. Bado ninamhitaji sana sana sana. Hapo Ramsi alilia sana. Aliniambia wazazi wake wamewalea katika mazingira magumu mno. Wamewasomesha kwa kuungaunga, alafu muda ambao wao wamefanikiwa na wazazi ndo hao wanawakimbia. Ilibidi mimi nianze pale kumfariji Ramsi. Alikuwa na maumivu makali sana. Aliniambia kwamba kwao wamezaliwa watoto 3, yeye ni mtoto wa pili kuzaliwa. Alinieleza vingi tu kuhusu familia yake na mimi nilijikuta tunafunguka pale machache kunihusumia. Alinihurumia na baada ya kumwambia mimi ni yatima, aliumia sana. Alinikumbusha kwa muda Ramsi na kisha akaniomba tuwe marafiki. Na yeye naanzaje kumkatalia? Nilimkubalia. Usiku ule tulibakia pamoja, yani mimi na yeye tulibakia kule ufukweni. Tulifurahia hiyo siku pamoja, na usiku ulipozidi kuwa mkubwa Ramsi alichukua vyumba viwili, cha kwangu na cha kwake, tukalala huko. Hakika palikuwa ni pazuri mno na nilifurahia kusema ule kweli kulala sehemu ile. Na siku iliyofuata Ramsi aliniomba nimsindikize hospitali tukamwone mama yake. Tulipita mjini, Ramsi akanunua pale zawadi kidogo kwa ajili ya mama yake, na baada ya hapo tukaongozana mpaka hospitalini. Tulifika hospitalini kweli, tukapokelewa pale na mama mdogo wa Ramsi ambaye ndo alikuwa anamuuguza mgonjwa. Tuliingia wodini, alikuwa amelazwa mama Ramsi. Hakika alikuwa na hali mbaya sana. Alikuwa si wa kuongea wala kuona, viungo vyake vyote vya mwili vilikuwa vimepoza, vifanyi kazi. Tulifika pale kitandani alipokuwa amelala mama Ramsi. Ramsi alipiga magoti, alianza pale kuongea na mama yake aliyekuwa katika usingizi mzito kweli kweli. Alimwambia kwamba mama, bado naendelea kukuombea uamke. Najua utaamka na utarudi kwenye afya yako kama zamani mama. Natamani uamke umwone rafiki yangu nilokuja naye. Hapo Ramsi alikuwa analia mpaka machozi yanamdondokea mama yake. Nikimwangalia mama mdogo wake naye analia. Ilibidi mimi nijikaze ili niweze kuwafariji sasa. Nilipiga goti pale pembeni ya Ramsi. Ramsi alinigeukia na kisha akaniambia, Mila, huyu ndiye mama yangu niliyokuambia. Nilimkumbatia pale Ramsi, nikaanza pale kumfariji. Mama mdogo wake alivyoona vile alitupisha, yeye alienda nje. Na hisi alizania kwamba sisi ni wapenzi. Basi wakati namfariji Ramsi namfutafuta pale machozi, ghafla mama yake alianza pale kuvuta pumzi kwa nguvu mpaka mwili mzima ukawa unamtetemeka. Mungu wangu. Mimi na Ramsi unajua mpaka tulishangaa. Ramsi alikimbia nje kwa ajili ya kwenda kumwita daktari. Mimi nikabakia kule ndani. Yaani nashangaa tu. Nguvu zimenishia na tetemeka mpaka miguu asikwambia mtu. Yule mama alihangaika na baadaye alifungua pale macho. Macho yake yalikuwa kama vile yanatoa machozi. Nilimwangalia huku nalia na yeye akawa analia. Nilimsogelea, nikatoa pale kitambaa changu kwenye mkoba nikamfuta yale machozi. Aliniangalia na mimi nikamuita pale, mama, usilie, Mungu atakuponya. Amini Mungu atakuponya na utakuwa mzima mamangu. Yule mama alitabasamu na mimi nikatabasamu pale. Muda huo daktari na Ramsi wakawa ndo wanaingia pale. Ramsi alishangaa kumwona mama yake ametabasamu. Alimsogelea huku akiwa anaita pale mama. Mama yake alinyosha pale mkono kama ishara ya kutaka kumkumbatia Ramsi. Ramsi alikwenda pale akamkumbatia mama yake. Aliongea mengi. Ramsi akamwambia mama yake kwamba huyu ni rafiki yangu mama, anaitwa Mila.
Mama alinyosha mkono, akawa anataka mkono wangu, na mimi nikasogea mpaka pale karibu yake. Mimi nikamkumbatia. Nilisogea nikamkumbatia mama. Mama alikuwa hawezi kuongea, ila alikuwa anatabasamu tu. Mama alishika pale mkono rasmi pamoja na mkono wangu, akaiunganisha pale kama kushikana hivi. Mimi na Ramsi tukabaki tunaangaliana kwa mshangao, alafu tukamwangalia mama. Mama alituangalia huku akiwa anaendelea kutabasamu. Weza mimi tulibaki pale tumesimama tu huku tulikuwa tunaendelea kushangaa. Hii ina maana gani sasa? Mama alionekana kutamani kusema kitu, ila sasa ndio hivyo, alikuwa hawezi kuongea, maskini ya Mungu. Aliishia tu kuishikisha mikono yetu iliyokuwa imeunganishwa, akaisogeza kifuani kwake. Mimi na Ramsi tuliendelea kushangaa. Mama aliweka pale mikono yetu kifuani kwake, na baada ya hapo alifumba macho yake. Alitulia tuli kama tulivyokuwa tumemkuta mwanzo. Daktari alikuja pale akatutoa mimi na Rams ili waweze kuangalia hali ya mgonjwa. Kwa tukatoka nje mimi na Rams, tukaenda kukaa sehemu ya kupumzikia. Kila mmoja alikuwa kimya akiwaza lile tukio lilikuwa lina maana gani alilofanya mama. Kwa nini mama kaunganisha mikono yetu? Hii inamaanisha nini? Kiukweli sikuwa na majibu. Kila nilipomwangalia Rams alikuwa na mawazo mengi mno. Ilibidi nianze sasa kumpigisha stories za kumondolea simanzi mpaka alianza kuonyesha lile tabasamu lake sasa. Nilijitahidi sana kuwa karibu naye, na hiko ndo moja ya kitu kilichomfanya Rams avutiwe sana na mimi. Siku ziliendelea kusogea, mimi na Rams tukawa ni watu wa kwenda kumwona mama hospitalini na kurudi hotelini. Ukaribu wangu na Rams ulizidi kuwa ni mkubwa sana. Kiukweli Rams alinifanya nimsahau kabisa Mark. Tuliendelea kuwa karibu kiasi kwamba sasa kila mmoja alianza kuwa na feelings juu ya mwenzie. Kila mmoja kawa anaanza kuwa na hisia kumfeel mwenzie. Hivi unafahamu ya kwamba ilifikia tu Rams akanitongoza. Aliniomba niwe mpenzi wake, na alidai kitu kilichokuwa kimetokea pale hospitalini siku ile ni kama vile mamake alikuwa anatuunganisha tuwe mwili mmoja, tuwe kitu kimoja. Na hata hivyo alidai kwamba kila siku zinavyozidi kwenda yeye anazidi tukunipenda. Hata mimi pia kwa hizo siku nilizobahatika kukaa na Rams, kiukweli nilikuwa nishaanza kumpenda mwenzenu. Nilikubali kuwa wake, na Rams alifurahi sana na alinisisitiza mno nisije kubadilika. Mimi niliahidi kutokubadilika. Kwa hiyo sasa likazaliwa penzi jipya. Mimi na Rams tulianza kudate. Tulizama kwenye mahaba yasiyosimulika, msikilizaji. Yeye ni mpole lakini ana wivu sana. Anajua kupenda na anajiheshimu pia. Alinifanya nijione ni mwanamke mrembo kuliko wote duniani jamani. Alinifanya nijiamini kupita kiasi. Yaani mnajua nilisahau kabisa kuhusu Mark. Na nakumbuka siku moja Mark alinipigia simu akaniambia kwamba wako njiani wanarudi hotelini, so akanitaarifu nifanye maandalizi maana tunatarajia kuanza safari ya kurudi wapi? Nyumbani. Kikweli nilijisikia mpweke sana. Sikutaka kumwacha Rams peke yake hotelini pale. Baada ya kumaliza kuongea na Mark, nilikwenda chumbani kwa Rams kwa ajili ya kuweza kumtaarifu juu ya safari yangu. Kwa nilikwenda pale nikagonga mlango, Rams akaja akanifungulia. Ilikuwa ni asubuhi ndo alikuwa ametoka kuamka. Kwa tulisalimiana pale na kisha akanikumbatia, akanikisa mdomoni. Ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kukisi mdomoni. Alininyonya kisi ile mpaka dudu yake kaamka. Mimi nilibaki tu nimefumba macho yangu nikawa nagugumia tu kwa sauti ya chini iliyokuwa imejaa hisia kali mno. Kiukweli nilikuwa nasikia utamu ambao sikuwahi kuusikia toka nizaliwe. Rams alinibana ukutani, nikawa siwezi hata kufurukuta. Alihama mdomoni akatelemka chini kidogo hadi shingoni. Alianza kuninyonya shingoni kwangu taratibu, na mkono wake wa kulia ulianza kunitomasa chuchu zangu. Danye, nikaloa. Sikwambie mtu. Rams aliendelea kunichezea zile sehemu za hatari, sehemu za kuleta genye. Kwa niliendelea pale kuugulia utamu huku nikiwa nampapasa baadhi ya maeneo ya mwili wake. Joto la mwili kwangu halikumwacha salama nye. Dudu yake ilikuwa katikati ya hali mbaya vibaya mno. Aliomba nimsuguepo kidogo kwenye kichwa chake pale. Nilifanya hivyo na kataaje. Niliingiza mkono wangu kwenye bukta ya Rams, nikakutana pale na linaniliuli gumu. Ilikuwa linatoa utelezi pale kichwani. Nilianza kuipapasa taratibu na vidole vyangu. Rams alikuwa anaugulia kama vile mtoto mwenye njaa kali. Aliniita majina yote yakaisha. Ndudu yake ilisimama imenyoka wima, sio mchezo. Rams alinibeba mpaka kitandani kwake, akanilaza chali. Aliniingiza mkono wake kwenye kinanilio changu kwa akaanza kukisugua. Nikampanulia vizuri maana si kwa raha zile nye. Aliomba tumie ndudu yake kuweza kunisugua, nikamwambia sawa bebe, kuwa huru. Aliniweka pale mto vizuri katikati ya mgongo, akanibenua vizuri. Alikuja juu yangu akasogeza pale ndudu yake kwenye kinanilio changu, akaanza pale kunisugua nayo kwenye kidudu changu. Nyinyi
Jamani, nilikuwa najisikia utamu. Nikawa namshikashika kifuani kwenye vichuchu, basi anaugulia kwa sauti. Ramsi aliniomba nimpe aingize kidogo tu, maskini ya Mungu alikuwa amezidiwa. Mimi muda huo nilikuwa naona aibu, nilijificha na mikono usoni, nikawa hata simwangalie. Aliniingiza kichwa cha dudu kwenye utamu wangu, akawa anachomeka, anachomoa. Nilimlilia, nikamwambia baby usinitoe, najisikia utamu. Sasa baada ya kumwambia hivyo, si ndo akaeka yote. Alafu akawa ananisugua taratibu. Jamani, ni utamu. Hadi nishughulikie jamani. Mpaka akakojoa, akanifuta, tukarudia tena ya pili. Alikuwa ananiambia baby una joto na nilu yako tamu. Wewe ni wa moto Mila. Naomba usiniache, nakupenda, nitakuwa na wewe yani. Jamani, Ramsi alijua kunipaga ushi so kidogo jamani. Mimi ndo nilikuwa najisikia raha anavyonisugua, haswa vile alivyokuwa naugulia na kunisifia. Nilikuwa nakojoa bila hata break jamani. Alinikula mpaka nilianza kulia. Hakuwa na mpango wa kuniachia. Nilichoka mpaka pakaanza kuuma sasa. Alinibembeleza mpaka raha. Anajua sana kumkea mwanamke jamani. Yaani nilichoka mpaka miguu ikawa inatetemeka, sikwambia mtu. Aliniambia nilale kifuani kwake nipumzike. Nikajilaza pale kwenye kifua chake, mashallah, na kifua kama chamaka jamani. Akanikumbatia, nikasinzia tena usingizi wa fofofo. Nilisahau kilichonipeleka kule chumbani. Nilikuja kushtuka saa 10 za jioni, njaa inaniuma vibaya mno. Ramsi alinichukua, tukaenda sasa bafuni, tulioga na baada ya hapo tukaenda kula. Baada kumaliza kule kabisa, mimi nimueleza Ramsi kuhusiana na safari yangu. Ramsi aliumia sana. Aliniomba sana nisiondoke. Aliniambia kwamba nisubirie tuondoke wote. Nikaambia visa yangu mimi naisha siku 2 zijazo, siwezi kuendelea kubaki hapa. Maskini Ramsi alilia. Mimi mwenye kusema leo kwani nililia. Huzuni ilinitanda. Na sio mimi tu, niseme tu huzuni ilitutanda sisi sote. Ramsi akaniambia mimi ndo mtu pekee nilikuwa nampa moyo juu ya hali ya mama yake. Nikiondoka itakuwaje? Nikamwambia hata kama nikiwa mbali bado tutaendelea kuwasiliana. Jioni ile Ramsi alipigiwa simu na daktari wa mama yake. Kwa akawa ameondoka. Mimi nilibaki pale hotelini kwa sababu mama yake alishaniambia nijiandae. So nilibaki napanga vitu vyangu kwa ajili ya safari. Usiku mida ya saa 2 Mark na Sherry waliwasili wakiwa na mizigo mbalimbali. Mimi niliitwa, nikaulizwa kama nimeshajiandaa, nikawaambia tayari. Niliambia safari ni siku inayofuata saa 4 asubuhi. So nilitakiwa kulala mapema ili kesho niweze kuamka mapema. Baada ya kupewa maelekezo yale, Sherry na Mark walitoka wakiwa na ile mizigo waliokuwa wamekuja nayo pamoja na mabegi ya Sherry. Kama kawaida yake, yeye ndo anatangulizwaga mbele. Hata siku tunakuja honeymoon, tulimkuta Sherry kashafika. Hata wakati wa kuondoka ni vivyo hivyo. Sherry aliondoka usiku, then mimi na Mark tulitakiwa kuweza kuondoka siku inayofuata. Bidada alinunuliwa pale mazagazaga ya kutosha mpaka nilimwonea wivu. Nilishia tu kuwasindikiza na macho tu mpaka wakapotea kabisa kwenye upeo wa macho yangu. Mimi nilirudi chumbani kwangu, nikahakikisha pale kila kitu changu kinakuwa kiko sawa, na baada ya hapo nilienda kula chakula cha usiku. Nilikula pale, nikamaliza, nikarudi chumbani kwangu. Nilifika chumbani, nikakuta pale simu yangu inaita. Nilikuwa nimeacha chaji wakati naenda kula. Nikaangalia na nipigia, alikuwa ni Ramsi. Aliniomba niende kwenye chumba chake, nimpangie nguo zake kwenye begi, yuko njiani anakuja kuzichukua. Alikuwa anaongea kwa sauti fulani hivi ya kuhuzunisha sana. Nikakata simu, nikaelekea chumbani kwake. Nilimpangia vitu vyake kabla hata sijamaliza. Alifika pale akiwa na mifuko kadhaa yenye zawadi. Nilimpokea, akaniambia Mila, hii ni kwa ajili yako. Nilimkumbatia Ramsi wangu kusema lo kweli. Nikamwambia asante. Aliniletea pale zawadi, maskini ya Mungu. Nilihisi nitaondoka bila kitu, lakini Ramsi alijiongeza. Yaani hata licha ya yale yanayomsibu, lakini alihakikisha ametoka na kwenda kuninunulia pale zawadi ya kuondoka nazo. Nilizidi kumpenda yule mwanaume mwenyewe. Alinifanya nitoe machozi usiku ule. Ramsi akaniambia, "Na imani utazipenda zawadi zako." Alitoa pale wallet akanihesabia na kiasi cha pesa na kisha akaniambia, "Hii ni kwa ajili ya matumizi yako binafsi." Nilipokea, nikamkumbatia. Alinifuta machozi, akanikiss, akanikumbatia kwa muda mrefu kidogo, alafu hakuwa na furaha. Alinikiss tena shavuni na kisha akaniambia, "Take care of yourself Mila. Naomba utambue kwamba Ramsi anakupenda sana." Ramsi aliongea kwa hisia, unajua mpaka vimachozi vikao vinamlengalenga machoni.
Nilimbusu mabusu mengi mno. Akawa ananiangalia tu, maskini ya Mungu. Akaniambia anaondoka kwa sababu mama yake amehamishiwa katika hospitali nyingine, hivyo inabidi na yeye aelekee huko kwenye hospitali nyingine. Kwa hiyo tuliagana mimi na Rams kwa machozi mengi mno. Nilimwacha aondoke na mimi nilibaki pale nikiwa nasubiria safari yangu hapo kesho asubuhi. Baada ya Rams kuondoka, nilichukua vile vitu nilivyokuwa nimenunuliwa pamoja na zile pesa alizokuwa ameniachia, nikaenda navyo chumbani kwangu. Nilifika kwanza nikaviweka kitandani, nikaanza kufungua kimoja baada ya kingine. Wakati nafungua zawadi zangu, ghafla mlango wa chumbani kwangu si uligongwa. Nikaweka vitu vyangu pembeni, nikaenda kufungua mlango, nikakuta ni Mark. Aliingia mule chumbani kwangu, akaenda moja kwa moja akakaa kitandani. Amekaa akatazama huku na kule, akaviona vile vitu pale kitandani, akashangaa. Hivi ni vya nani? Mimi nikakaa kimya. Na havikuwa vitu vya kawaida, msikilizaji. Zilikuwa ni zawadi expensive, yani za gharama. Mkoba tu mmoja ambao ndo aliukuta pale mimi nimeufungua, bei yake ilikuwa imeandikwa pale kwenye pesa za Kitanzania kama milioni 1.5 kudadeki. Mark alihaha. Alianza kuzifungua zile zawadi, utafikiri labda kanunuliwa yeye. Kila kifungua anaangalia, kila kitu ni cha bei. Akanitazama. Unajua Rams ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kuniletea zawadi. Na aliniletea zawadi zilizohitimu chuo kikuu, naweza nikasema. Zawadi za gharama. Mark mwenyewe kwanza alitokwa na kijasho chembamba, akasimama huko akawa ameshika kiuno. Akaniangalia kutoka juu mpaka chini, kisha akarudia tena kuziangalia zile zawadi. Ni vitu vya bei mbaya. Alafu akicheki pembeni kulikuwa kuna kibunda cha dolari pale. Alichanganyikiwa Mark. Akatoka chumbani kwangu kwa hasira bila hata kusema kitu chochote. Mimi nilifunga mlango, nikaendelea kuzikagua zawadi zangu. Aise, Rams ni bonge la bwana. Ni mwanaume mwenye maneno kidogo, vitendo kwa wingi. Nilizipiga picha zawadi zangu nikaweka pale status, alafu nikaandika kutoka kwa shemeji yenu. Guess what? Aliyekuwa kwanza kuview alikuwa ni Mark. Baada ya kuview alianza pale kutype, "Mama we, sijui naandika kitu gani? Mbona mimi sikuuliza chochote?" Alichokuwa amemfanyia share wake, "Mbona mimi sikuuliza chochote?" Kutesa kwa zamu. Wenyewe wanakuambia ukiona cha nini, kuna wenzako wanajiuliza watakipata siku gani. Mark pale alianza kutype, anaandika kidogo anatulia. Zena anaendelea tena kutype, anatulia. Mimi nikakaa kusubiria hiyo message yake, lakini sikuiona. Alishia tu kutype, mwisho sijui alifuta. Basi mimi mwenyewe nilipanga kila kitu changu, nikaingia zangu kulala. Usiku wa 8 nikagongewa pale mlango. Kucheki ni saa 8 hivi za usiku. Nani tena anayekatisha usingizi wangu siku wote huu? Unajua mpaka niliogopa kwenda kufungua. Nilikaa kitandani nikawa nasikilizia tu. Mara simu ilianza kuita, kucheki ilikuwa napiga, ilikuwa ni Mark. Nilipokea, nikamsikia pale mlangoni anasema, "Fungua mlango." Mimi hapa Mark. Asa mama kufungulia tena mlango, mbona usiku sasa hivi jamani? Kwani nilikwenda pale kumfungulia mlango. Nikashangaa, Mark alikuwa amebeba wale vifurushi vya zawadi. "Mbona wewe?" Nitamani kucheka ila nikajizuia. Mark akaniambia, "Samahani kwa usumbufu, hizi hapa ni zawadi zako nimekununulia Mila." Nikapokea, nikamwambia sawa, nashukuru. Nilisimama nikawa nasubiria sasa apishe nifunge mlango. Nikashangaa mtu ananiuliza eti umekula. Tangu lini Mark jamani ananiuliza mimi nimekula? Mbona ghafla? Nikamwambia tayari nishakula. Okay. Hapa kaitikia, kisha akaniambia usiku mwema. Nikamwambia okay. Alitoka kama vile hataki vile. Na mimi ndio hivyo, nikafunga mlango, nikatia lock. Zile zawadi analoletea wala hata sikukumbuka kuzifungua. Nilipanga nikirudi nitaenda kuwagawia huko na familia. Nikalala mpaka asubuhi saa 1 Mark akaja pale kuniamsha. Vile nimeenda kumfungulia mlango, si akaziona zile love bite shingoni mwangu. Jamani Ramsey alijua kucheza na shingo yangu wallahi. Sasa Mark macho alimtoka. Akaniangalia sana kisha akaniuliza nini sasa hiki? Hapo na mimi nikajifanya kujishangaa. Mark alinishika mkono akanivuta mputa mpaka kwenye kioo. Akaniuliza hizi alama hapa shingoni ni za nini? Hivi nyewe ananiuliza ile swali ina maana kwamba ajui yao? Sasa bwana, kabla sijajibu mambo ya alama shingoni mwangu, simu yangu mimi ilianza kuita. Mark alivyokuwa na kimbelembele akaenda akichungulia ile simu aone ni nani ananipigia. Alikutana na huyo jamaa akaseviwa heartbeat. Na makopa kama yote. "Mama we!" Nikalitoa simu mbio nipokee. Niweke loudspeaker. Mpaka nikajiuliza kulikoni nimweke Rams kwenye loudspeaker mbele ya Mark. Ni bora nipigize chini simu mambo mengine yaendelee. Alafu huyu Mark hivi anakumbuka tulichokubaliana kweli? Mbona kama vile sasa ndo anaanza kukiuka makubaliano yetu?
Sasa pale Mark alianza kunilazimisha nipokee ile simu na niweke loudspeaker ili amsikie huyo hatibiti ni nani. Nikachukua ile simu, nikajifanya kama vile ninataka kuipokea. Alafu ghafla nikaidondosha chini. Nilifanya vile maksudi, sikutaka kabisa Ramsi ajue kinachoendelea. Najua kuna siku itafika nitahitajika kumwambia ukweli wote, lakini kwa muda ule bado ilikuwa ni mapema mno. Na ukizingatia zile stress anazozipitia kuuguza, sikutaka kabisa kumwongezea stress zingine za mapenzi. Simu ilianguka chini, ikazima, kioo chote kikapasuka. Mark alichukia sana, akaniuliza, Mila, umeanza ushenze. Mila, naomba ujiheshimu. Sitaki kukuona mimi upuuzi tena. Jamaa alichukia vibaya mno. Na ana hasira ya karibu, na alivyokuwa mweupe alianza kubadilika mpaka rangi kwa hasira. Mimi nilikaa tu kimya. Niliamua tu kukaa kimya. Maana mimi muoga. Ukishanikaripia tunakaa kimya. Na mwanaume akiongea na wewe kaongea, ndio mnakuja kuumizana, maana hawapendi kujibizana. Mark akaniambia niokote ile simu nimpatie. Akaondoka nayo, akaniambia nijiandae haraka tuondoke. Uzuri line yangu ilikuwa na password, asingeweza kabisa kuikagua. Kwa hiyo nikaenda zangu bafuni, nikaoga, nikavaa, nikabaki tu nimekaa na msubiria Mark. Alikuja pale akaniuliza kama tayari, nikamwitikia ndio. Alikuja akanisaidia kutoa mabegi, tukaenda kupanda taxi mpaka airport. Tulikula huko. Tulipomaliza akaenda pale kubadilisha simu yangu kioo. Alafu akanirudishia, nikamwambia asante. Akaniambia endelea tu na ujinga wako. Muda wa kupanda ndege ulifika, tukagana zetu kupanda ndege. Bwana. Wakati tuko kwenye ndege, Mark aliniangalia kwenye mkono wangu, alishangaa pete haipo. Yaani siku nilikuwa napatikana na makosa kila muda, sikwambia mtu. Na kibaya zaidi, pete nilisahau sijui kabatini kwenye ile hoteli tuliyokuwa tumefikia. Nilisahau kule kabatini. Tangu siku ile Sherin alivyokuja kunitambia, unajua nilishikwa na hasira. Na ndio ile siku ambayo pete nilikuwa nimeivua. Sikuwahi kuivaa tena, na ndio hivyo. Nilirushaga kwenye kabati na sikukumbuka hata kuichukua tulivyoondoka. Niambe kabaki kimya, tunaangalia pembeni. Mark akaniambia nichukue pete haraka ili niivae. Nikamwambia nimeisahau hotelini. Umeisahau hotelini kivipi? Hivi uko serious wewe? Hivi uko sawa kweli wewe? Wewe Mila wewe, unawezaje kusahau pete yako ya ndoa? Mark alitamani kufoka lakini alishindwa. Mark pale akaniambia, ndio maana sipendagi mimi young age. Foolish age, mna utoto sana nyinyi. Nyata sikumzingatia. Nilikuwa niko busy kujisnap, nikawa na snap na yeye mwenyewe. Mimi mwenyewe natabasamu kama vile hakuna kilichotokea. Yeye sasa ndo alizidi kuvurugwa, kanuna vibaya mno. Safari iliendelea, tukafika katika ardhi yetu tukiwa tuko salama salimini. Familia nzima walikuwa kwa pale wakitusubiri kutupokea. Wewe ilikuwa ni furaha sana. Mama mkwe wangu baada ya kuniona alinikimbilia, akaja pale kunikumbatia. Ananipenda sana mama Maki jamani. Nilimkumbatia kwa furaha, nikamwambia mama, nina zawadi nzuri sana nimekuletea. Maki alishangaa. Unajua Maki aliniangalia. Yaani hata yeye mwenyewe pia hakuna zawadi yote ile aliyokuwa amemnunulia mamake. Alijua kumnunulia Sherin tu mazagazaga kutosha, kasahau kama kuna mamake mzazi aliyemzaa. Mimi siwezi kusema Maki aliniletea zile zawadi kwa mapenzi, no. Alizileta baada ya kuona kuna kidume mwenzie kashaanza kunigaramikia, kwa akaona wivu. Ikabidi na yeye sasa atunishe misuli, ila ndio hivyo. Zawadi ya kwanza ndio zawadi ya upendo siku zote. Na mimi niliamini Ramsi ndio mwenye mapenzi ya dhati kwangu na sio Mark. Safari ilianza kutokea pale airport mpaka nyumbani. Hapo nimeshawaahidi familia nzima kuwapa zawadi. Mizigo ilishushwa kwenye gari, ikarundikwa pale sitting room. Nianza sasa kuwagawia kila mtu zawadi yake. Zawadi za Mark nilizitenga pembeni, then zile alizonunulia Rams nilizipeleka chumbani kwangu. Nilianza kuzigawa zile zawadi zote alizonunulia Mark. Yeye alikuwa hapo pembeni. Unajua mpaka alishangaa why nafanya kile kitendo. Nilimgawia kila mtu mpaka wafanyakazi. Familia nzima iligubikwa na furaha tele. Mama mkwe wangu ndo alizidi kunipenda kupita maelezo. Lakini Mark ndo alizidi kuchanganyikiwa bablai. Alinisubiria nimalize pale kugawa zile zawadi, akaniomba twende chumbani tukazungumza. Tukaondoka kuelekea chumbani. Msela wangu alibamiza huo mlango kidogo huo mlango ungoe. Nikamuuliza kuna shida gani? Mume wa Sherin, mbona una hasira hivyo hani? Una hasira baba? Mark alinikamata kama vile kitoto, akanirushia kitandani, akaniambia, Mila, unajua unanichanganya sana. Hivyo ni mwanamke aina gani wewe Mila?
Kaambia baba, kwani mimi nimekufanya nini tena jamani baba sweet eh? Oh, acha kujifanya ujui. Acha kujifanya ujui ulichokifanya. Umepigwa love bite, umeona mimi nimenyamaza, si ndio Umenunuliwa mizawadi yako hiyo, mimi nimetulia tu. Umeitupa pete ya ndoa, sijasema kitu. Alafu sasa hivi zawadi zote nilizokununulia umezigawa zote kwa ndugu zangu. Kwa nini unafanya hivyo? Hapo mimi kwanza ilibidi nimtulize kwanza Mark. Kaambia, come on darling. Kwa nini umesahau makubaliano yetu? Hapo nilikuwa namwambia hivyo kuna mchezea kidevuni. Na mcheze hivi kidogo. Na kisha nikamwambia usio na sahau kwa haraka hivyo bwana. Hapo nikampiga bonge moja la busu shavuni, na baada hapo nikamwacha pale kitandani anaweseka tu. Nikaenda zangu bafuni kwa ajili ya kuweza kuoga. Nilivyotoka nikavaa pale, kuna kinguo fulani hivi cha kulalia. Alikuwa amenunulia Rams. Nilipendeza hatari. Mark alibaki tu ananiangalia tu. Alitamani kusema neno ila atasema nini sasa, masharti aliweka yeye mwenyewe. Sasa hivi mji umekubali, mwili umeitika, ngozi menawili, kishepu hiko cha kiuchokozi kama chote. Jamaa haelewi abaki wapi, kule ama huku, kote anaonekana kama vile anataka. Mark akainuka pale kitandani, akaenda zake bafuni kuoga. Muda huo mimi nilikuwa nipo kwenye simu, nilikuwa na chat na Rams wangu. Aliniambia kwamba mama yake kuna operation kubwa anatarajia kufanyiwa, hivyo nimsaidie kufanya maombi kama inawezekana. Nilimwambia Rams usijali, mimi huwa naomba kila siku kwa ajili ya mama. Rams alifurahi sana, akaniambia Mila, wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Nikamwambia Rams, wewe hujui tu ni kwa kiasi gani umenifanya nijiamini mtoto wa kike. Umejenga nguvu mpya sana kwenye maisha yangu. Tafadhali nakuomba usibomoe milele. Rams akaniambia, mimi huwa sio mtu wa kuweza kuahidi vitu. Mimi huwa nafanya kwa vitendo. Jamani, yani hili kaka nyie litaniua na mahaba jamani. Mark alitoka bafuni, alinikuta mimi bado na chat. Alivaa nguo akapanda pale kitandani akalala. Mwenzie mimi nilikuwa namsubiria tukale. Sasa mbona nalala? Au hali leo? Ilibidi nimwage Rams ili nihudumie kwanza ndoa yangu feki. Nilimfuata Mark pale kitandani kabla hata sijamwamsha. Nilikumbuka kipindi ndo tumefunga ndoa, sometimes alikuwa anaenda kunichukuliaga chakula na naletea chumani. Kwa mimi nikamfunika vizuri, nikamwacha apumzike. Nilikwenda dining nikakuta pale watu wako busy wanakula. Niliwaambia pale kwamba mume wangu amechoka sana na safari, hataweza kuja kula hapa. Wacha mimi nipeleke chakula chetu chumani. Basi kuna wale mashemeji zangu wakisikia hivyo basi wakawa na tamani waoe hata kesho. Na ndio kwanza walikuwa wako vioni. Wanasemaga usitamani maisha ya mtu mwingine kwa kuyaona tu nje. Huko ndani ukisimuliwa jinsi alivyo nakwambia utachanganyikiwa. Mule ndani kila mtu alikuwa anatamani ndoa yangu ya mimi na Mark. Lakini maisha ambayo mimi naishi na Mark haya ya siri, hakuna mtu ambaye angetamani kuyaishi. Nilipokuwa pale chakula chetu nikapeleka chumani. Nilienda pale mezani na kisha nikaenda kumwamsha mzee baba. Nilimwamsha pale na kisi fulani hivi la kichokozi. Akafungua pale macho mwenye bila hata ya kupenda. Mark mwenyewe alikuwa ananiangalia, haamini kama mimi Mila ndo nimechachuka vile. Hakujua huko honeymoon alikoenda kunitelekeza kuna lijamaa nimeliokota linanitia ndimu iliyoenda kuchachua vile vilivyolala. Nikamwambia Mark, ni muda wa kula mume wangu. Kama ukitaka mimi nitakuletea hapa kitandani nikulishe. Nilikuwa namuongelesha kwa ustaarabu wa hali ya juu. Na muda huo naongea naye nilikuwa nazichezea nywele zake kiena fulani hivi. Mark akanitoa pale mkono kwenye nywele zake. Maana alikokuwa anaelekea angevunja ile mikataba yetu ya hiari. Basi aliamka kaenda kunawa pale mikono na mimi nikampakulia msausi bila hata hiana, tukaanza kula. Kwa tulikula tukamaliza pale, kila mmoja akapanda kitandani na simu yake. Mark alikuwa na simu yake mkononi, lakini macho yake yote yalikuwa hapo kwenye simu yangu. Nilizima simu nikajifunika zangu pale, huyo nikalala. Baada ya muda kidogo nilisikia pale Mark akiwa nichukue ile simu yangu. Nilimdaka. Nikamwambia naomba uniachie simu yangu. Hapo ndipo akashangaa, kumbe mshenza hajasinzia. Nikamkwapua simu yangu nikaiweka kwenye mto wangu nikailalia. Mark alishua pozi. Ilibidi ageuke upande wa pili akalala. Hakuna kitu kilichokuwa kinamuumiza akili Mark kama yule jamaa alosevia heartbeat, yani mapigo ya moyo. Alitamani kumfahamu huyo aloshikilia mapigo yangu ya moyo ni nani.
Kijana huyo sio mwingine ni mkaka fulani hivi tu mweusi, mrefu, ana tabasamu fulani hivi pambe, ana kifua cha jimo na lipsi fulani hivi. Hiyo sauti yake sasa Ankoje anasubiri. Yeye wala hata sio mwongeaji, ni mtu wa vitendo. Jina lake anaitwa Rams. Yeye ndo mwanaume nilomsave heartbeat. Yeye ndo mapigo ya moyo wangu. Sasa usiku huo tulilala kila mmoja sehemu yake mpaka asubuhi. Maki aliwahi sana kuamka, akaniambia likizo yake imeisha, hivyo anaanza rasmi kwenda kazini. Mimi nilimwandalia pale nguo za kazini na kisha nikawahi jikoni kwa ajili ya kumwandalia kiamsha kinywa. Alimaliza pale kujiandaa akala, na kabla hata hajaondoka mama aliomba tuongee. Mimi na Mark tulikwenda kumsikiliza mama. Mama alituambia ile safari yake ya kikazi imewadia na anatarajia kuweza kuondoka siku hiyo hiyo. Walizungumza machache kuhusu biashara zao, na baada ya hapo Mark aligana na mama yake akaondoka zake kuelekea huko kazini. Nilibaki pale nyumbani na mama. Mama mkwe wangu aliniambia, Mila, mimi nakuachia nyumba na kila kitu. Familia yote hii itakuwa chini yako, wewe ndo mama mwenye nyumba. Majukumu yote ya kifamilia ninakukabidhi wewe. Nilimwambia mama, usiwe na shaka, mimi nitatimiza majukumu yangu yote. Mama alifurahi sana. Nilikwenda naye chumbani, nikamsaidia pale kupanga vitu, tuliweka sawa kila kitu, na alinieleza kila kitu nilichotakiwa kuweza kukifahamu. Na baada hapo alinikabidhi funguo za nyumba yote, ikiwemo funguo ya chumba chake. Aliniambia chumbani mwake nitakuwa namfanyia usafi hata kwa wiki mara moja. Nikamwambia sawa mama. Mama mkwe wangu kipenzi, chumba kile cha mama kilikuwa kina vitu vya thamani. Mama aliniomba nisikiache wazi hata siku moja. Basi bwana, tulimwaga pale mama, tukamsindikiza mpaka airport. Aliondoka zake na sisi tukarudi zetu nyumbani. Maisha mapya yalianza bila mama na Mark. Yaani ndo kama hivyo, anaenda kazini asubuhi, anarudi usiku. Wale shemeji zangu wawili nao ni wanachuo, sio watu kukaa nyumbani. Hata yule wifi yangu naye alikuwa anamalizia shahada yake uhasibu chuoni. Alikuwa ni mtu wa kuondoka asubuhi kurudi jioni. Nyumbani nilikuaga na bakiaga mimi na wafanyakazi tu. Kila siku Mark alikuwa ananiachia pesa za matumizi. Mayonomie nilianza kupiga maganji jamani. Imagine, kila kitu store kipo na kwenye friji vitu vipo, lakini bado kila siku pesa inaachwa mezani ya matumizi. Yaani nilijikuta naanza kuona pesa za hapa na pale nye. Nilipozijumlisha na zile nilizopewa na Rams, nikaona mimi naweza nikafanya kitu. Nilipanga zile pesa nizitumie kununulia mahitaji kidogo kwa ajili ya ndugu zangu kijijini. Siku hiyo baada ya Mark kuweza kuondoka kuelekea kazini, nilijiandaa na mimi kisha nikatoka. Nilikwenda mpaka mjini nikanunua pale zawadi kwa ajili ya wadogo zangu, Priya na Scott, bila kumsahau mama mkubwa wangu. Nilimnunulia Scott godoro kubwa la kulalia. Kumbuka niliacha akiwa analala chini kwenye jamvi. Nilimnunulia pale mdogo wangu Priya nguo nzuri za kidada. Kipindi hicho ndo alikuwa anaingia kwenye umri wa kidada. So nilimnunulia pale vitu vizuri vya kidada. Mama mkubwa wangu nilimfungashia zawadi zake bila kumsahaulia na simu. Nilimnunulia simu ili tu tunawasiliana. Nilimaliza kununua vile vitu, vikafungashwa vizuri, nikaenda kuvitumia kijijini kwetu. Kiukweli sikumwambia mtu. Nilimaliza pale kukamilisha process za kutuma ile mizigo usiku kama saa 2 hivi, ndio nikawa narudi nyumbani. Kutokana na foleni za barabarani, unajua nilijikuta nafika nyumbani majira ya saa 4 za usiku. Na kibaya zaidi nilimkuta Mark tayari amesharudi. Na alikuwa amechukia kupita maelezo. Mark akaniambia niondoke pale nyumbani nirudi nilipokuwa. Maiwenu mfukoni sikuwa hata na kitu. Vijisenti vyote nilivimalizia mjini. Mzee baba alinitoa nje bila hata huruma. Akaniambia nirudi nilikokuwa. Nyie. Mark kusema lugha aliwaka sana usiku ule. Aliniambia, Mila, naona sasa unataka kuweza kunipanda kichwani. Hivi kati yangu mimi na wewe, nani mwanamke na nani mwanaume huko ndani? Unarudi nyumbani saa 4 wewe kama nani? Jamani, nilijaribu kujitetea lakini Mark alinishika kwa hasira hata kabla hajafanya alichotaka kukifanya. Familia nzima wakafika pale. Wakamuuliza Mark, nini hiki unachokifanya? Unataka kumpiga mwanamke wako? Kwa nini usimsikilize kilichomfanya achelewe kurudi nyumbani? Mark akawaambia, kaini mbali na maisha yangu nyinyi. Nyinyi nyote hamna mamlaka kuweza kuniingilia kwenye maamuzi yangu. Hivi mmesahau hapa ndani nyinyi nyote ni wakuja? Naona sasa mmesahau mipaka yenu. Mnataka sasa kunipangia nini cha kufanya nyumbani kwangu? Jamani, jamaa alikuwa anaongea kwa sauti kubwa na ya hasira zilizokuwa sio za kawaida. Kila mmoja alibaki pale anamshangaa, huyu Mark kawaje? Kwanza mpaka hata nilijuta kwa nini nimetoka. Wale mashemeji zangu wakaniuliza, Shem, kwani ulienda wapi? Mimi niliwaza, nikiwaambia ukweli nilipokuwa, nitaambiwa nimeanza kuiba pesa, kwamba natuma kwetu. Kiukweli niliamua kudanganya. Nikamwambia mimi kuna rafiki yangu kutokea huko kijijini kwetu,
Ameolewa kuja huku mjini, ndio nilikuwa nimeenda pale kumuona. Mark akaniambia, rafiki gani? Rafiki ndio unarudi nyumbani saa 4 usiku. Hivyo unaona mimi kama vile bibi yako, si ndio Mila? Hapo anaongea kwa ananisogelea. Wala mashemeji zangu ikabidi wamzuie. Wakamwambia, bro, huwezi kumpiga sisi tukuepo. Kufanya kosa sio kosa, rudia kosa ndio kosa. Kwa leo tunaomba umsamehe mkeo, myamalize. Mark akaniambia, nipe simu hiyo. Naona ndio inakupa kiburi. Leta hapa. Leta simu hiyo. Nikatoa simu nikampa. Sijui itakuwaje kuhusu Ramsi akinipigia. Jamani, niliwaza. Mark alichukua ile simu yangu, akaingia nayo chumbani kwetu, akafunga pale mlango. Ndugu zake wakaniambia kwamba leo usiende kulala huko chumbani, usubiri jamaa hasira zake ziishe kwanza, asije akakuumiza. Basi yule wifi yangu ambaye ni ndugu wa Mark aliniambia twende tukalale chumbani kwake. Alisema kwamba huyu Mark ndio shetani kuliko mashetani wengine, alafu anajikutaga msafi mwenyewe, kumbe ni ibilisi ilokubuhu. Mimi kwanza nilishtuka hapo kwenye ushetani, lakini nilikaa kimya. Nikalala mle chumbani kwa wifi yangu siku mzima. Asubuhi nilipoamka nilikuta Mark tayari kashaondoka. Nikarudi chumbani kwangu nikafanya usafi. Niliangalia simu yangu sikuiona. Nilinyongonyea sana hiyo siku. Nilifanya kazi zangu siku nzima ili mradi tu nijiweke busy. Nilianza kuwaza ile kauli ya wifi aliyosema kwamba Mark ana ushetani mwingi. Mbona ushetani tena? Lazima kuna kitu nyuma ya hiyo kauli. Anyway, ngoja niendelee na mambo yangu. Basi jioni ilipofika mimi nilikwenda kupika. Niliamua tu nipike mimi hiyo siku. Mark alirudi usiku mida ya saa 2, akatukuta pale sebuleni tunaangalia TV. Akapitiliza mpaka chumbani bila hata kumsemesha mtu. Mimi nilinyanyuka nikaenda chumbani ili niweze kumuomba msamaha. Nilimkuta yupo kwenye laptop yake, ni kama vile kuna kazi alikuwa anazifanya. Mimi nilimsalimia lakini hakuitikia. Nilipiga magoti chini nikataka kumvua viatu, akakwepesha miguu yake. Nilimuomba msamaha kwa kile kilichokuwa kimetokea usiku wa jana. Akaniambia nitoke nisimpige kelele. Mimi nikabaki pale chumbani mpaka alipomaliza kazi yake aliyokuwa anaifanya kwenye laptop. Nikasimama ili nimsaidie kuvua nguo. Akaniambia nisimshike. Alivua nguo akamaliza akaenda zake bafuni kuoga. Wakati kwa bafuni nilikwenda kumchukulia chakula, nikamletea kule chumbani. Wala hata kula kile chakula. Alitoka bafuni akapitiliza kitandani. Jamani, mimi nilishindwa kula. Ikabidi na mimi pia nipande kitandani nilale hivyo hivyo. Mark alipoona nimepanda kitandani alishuka. Akatandika chini akalala. Kumbe ndo mambo yanakuwaga hivi mzungu wa 4. Mambo yalizidi kuwa ni magumu kwenye ile nyumba na ni baada tu ya mama kuweza kuondoka. Yaani Mark alibadilika akawa ni mtu, yaani sijui nisemaje, alikuwa ni mtu wa kutia mbali. Hamwezi amini nilikonda sana. Yule wifi yangu ambaye ni ndugu yake na Mark siku moja baada ya kutoka chuo aliniita. Yeye jina lake ni anaitwa Billy. Aliniomba basi tuzungumze. Nikamwambia hakuna shida. Nikamwambia ulikuwa unasemaje wifi? Akaniambia bwana Mila, unajua umekonda sana wifi yangu. Niko na umeisha hivyo. Hebu niambie kaka yangu Mark anakunyanyasa ama? Nikasema wifi wala hakuna shida wifi yangu. Mimi mbona niko sawa tu wala hata sina tatizo lolote. Wewe Mila wewe. Mimi nakupenda sana. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Kama kuna lolote unalopitia hebu niambie mimi nitakusaidia. Wifi yangu alinibembeleza mno mpaka nikajikuta nimemsimulia magumu ya ile ndoa yangu. Ya mimi na Mark. Kipindi hicho Mark alikuwa ameninyang'anya simu. Kwa sikuwa hata na kuongea naye. Basi mwenzenu nikajikuta nimeamwaga pale mambo yote kwa wifi yangu huyo. Wifi alinisikitikia sana na alinishauri twende kwa mganga. Nikamwambia hapana, mimi sijaje kwenda kwa mganga. Wifi alinishawishi sana, nikamwambia sawa lakini mimi sasa hivi sina hela. Wifi akaniambia wewe si ulichua funguo za chumbani kwa mama? Nikamwambia ndio aliniachia. Akasema sasa unakosaje pesa wakati chumbani kwa mama kuna pesa za kila aina? Nikamwambia uliziona wapi? Unajua wifi mimi nimuulize. Akaniambia mimi najua. Na ninajua mpaka sehemu anapozitunziaga. Nenda ukafungue nikuonesha. Mimi nikamkatalia wifi. Nikamwambia siwezi kuchukua pesa za mama bila yeye mwenyewe kunipa. Huo utakuwa ni wizi. Sijai kuwa mwizi kwenye maisha yangu. Wifi yangu akaniambia yani wewe uoga wako ndio umaskini wako. Mila, umebahatika kuingia kwenye familia tajiri kama hii na bado tu unakuwa mzembe kiasi siku. Hadi ningekuwa mimi ndio wewe. Sasa hivi ningeshakuwa mbali sana kimaendeleo na ningeshaanza mpaka hata kujenga huko kwetu. Wifi yangu aliniambia kwamba Mark ananifanyia ushenzi wote huo kwa sababu ameshaniona mimi sina akili. Jamani, wifi alinijaza maneno mpaka nikaingia kwenye 18 zake. Nilikubali kwenda kufungua kwa mama ili tuibe pesa twende kwa mganga. And that time hata zile ganji nilizokuwa nazipata kwenye matumizi sikuwa nazo tena, maana matumizi alianza kuachiwa msichana wa kazi, sio mimi. Basi wifi yangu alinielekeza sehemu pesa ambako zinatunzwa. Tulikwenda kuangalia na ni kweli tukakuta pesa nyingi sana. Tukachoma pale pesa kiasi
tukagawana sasa mimi na wifi yangu, na baada ya kuiba zile pesa tukarudishia kila kitu mahala pake, tukafunga pale chumba tukatoka. Lakini nilikuwa natetemeka mwili mzima. Unajua kwenye maisha yangu yote mimi sijai kuiba. Ile ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufanya ile tukio. Nilikwenda nikatunza zile pesa, na wifi aliniambia kwamba yeye atawasiliana na mganga ampange, then kesho Mark akitoka tu kwenda kazini na sisi tunaenda huko kwa mganga. Aliniambia mganga ni bonge la mganga, na mara nyingi huwa anaendaga kuchukua dawa za mvuto ili apendwe na wanaume wenye pesa. Na aliniambia kupitia huyo mganga Mark atanitimizia kila kitu alichoniahidi na hataacha kuninyanyasa. Basi bwana, tukalala. Siku iliyofuata Mark aliondoka kwenda kazini, mimi na wifi yangu huyu Billy tukatoka kwenda kwa huyo mganga maeneo ya pwani huko. Tumefika huko tukakutana na foleni. Lakini kwa vile mganga ni mshikaji wa Billy, tukaruhusiwa kuweza kuingia bila hata kusubiri ile foleni. Mganga alianza kututibu pale. Mimi ndo nilianza kutibiwa wa kwanza. Niliambiwa mume wangu ana mwanamke wa nje, kitu ambacho ni cha kweli kabisa. Na mganga aliniambia kwamba huyo mwanamke wa Mark kwa sasa hivi anatumia dawa kali sana, ndio maana Mark amebadilika kupita kiasi. So niliambiwa ili nimweke Mark sawa ni lazima nioge dawa, na zingine nichanjiwe mwili mzima, na zingine nitapewa za kumwekea Mark kwenye chakula na za kuchoma. So nilipewa dawa nikaoge kule kwa mganga. Then nikishaoga ndo atanichanja mwilini. Kwa nilielekezwa pale bafu nioge. Nilienda na zile dawa kwa ajili ya kuweza kuzinuia kwenye maji, nikayaogea. Wifi yangu Billy nilimwacha napatiwa naye huduma. Niliingia kule bafuni nikawa natetemeka sana. Unajua nilianza kujiuliza, hivi ni kweli mila 100 ndo nimedhamiria kukifanya hiki ninachokifanya? Unajua nilikuwa najiuliza maswali mengi mno. Mimi mwenyewe najiuliza. Wakati najiuliza maswali kule bafuni, alikuja kunigongea mganga akidai kwamba kuna dawa moja alisahau kuweza kunipatia. Nilimfungulia, maana bado hata sikuwa nimevua nguo wala hata sikuwa nimeanza kuoga. Aliingia kule bafuni akiwa na dawa mkononi, akaniambia kwamba nifunge ule mlango. Mimi nikashangaa, nafungaje mlango na yuko humu ndani? Akaniambia hizi dawa natakiwa nikuoshe mimi mwenyewe. Mganga unanioshaje wakati wewe ni wa kiume? Akaniambia kwani kipi cha ajabu kwako? Hapo mganga akaniambia nivue nguo, kuna chungu pale nikikalie ili anifanyie tiba. Kwa vile na uhitaji ilibidi tu nikubali kuvua nguo. Mganga kaanza pale kuniosha. Baada ya kuniosha, mganga akaniambia ili zile dawa zifanye kazi inabidi pia ziingizwe ndani ya mwili wangu. Nikamuuliza ziingizwe ndani ya mwili wangu kivipi? Akaniambia kuna dawa ataweka kwenye uume wake, alafu atautumia ule uume wake kuingiza dawa mwilini mwangu. Na hiyo dawa alisema inatakiwa niifanye kule bafuni. Tukishamaliza ndo ataenda kunichanja. Alo tena. Tukutane sehemu ya 3 kujua itakuwaje. Bidada huyu atakubali na kweli huyu ni mganga au ni mambo namna gani vipi? Au anachezewa chalanga macho, chalanga jicho anaita sijui. Tukutane sehemu ya 3 kupata kujua kweli. Kwa sasa niseme asante na kwaheri.